kulingana na tafiti inaonyesha kwamba kina mama wanaotumia vitu kama sigara, madawa kulevya na kadhalika vinaweza vikapelekea uhafifu au udhaifu katika ubora wa mayai. Wanawake wanapoingia menopause wanapitia mabadiliko mbalimbali katika miili yao. Mabadiliko yanayopitia wakati mwingine yanakuwa ni magumu sana. Mwanamke anapofikia ukomo wa hedhi anakuwa na hisia za mapenzi. Ni ukweli kwamba mtu anapofikia kipindi kile cha kukoma hedhi, kuna homoni ambazo ndio zilizo hasa zinazomfanya ajisikie kwamba yeye ni mwanamke huwa zinapungua. Kuna swala la kushika ujauzito na kuna swala la kuweza kushika ujauzito katika mazingira ya kawaida. Ikitokea mtu amekoma hedhi, uwezekano wa kubeba ujauzito katika mazingira ya kawaida unakuwa haupo. Naitwa Musa K. Msemo, ni daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi. Na toka katika kliniki ya kibingwa ya Spatial Specialized Polyclinic, iko hapa jengo la Mlimani Tower mkabala na Mlimani City. Siku hizi kuna wimbi kubwa sana la wanawake kulalamikia changamoto ya kushika ujauzito. Ni nini hasa kiini cha tatizo hili, kiini kikuu? Swala la kutokushika ujauzito lina mambo mengi, na kama unavyojua kwamba ili mwanamke aweze kupata ujauzito, kwanza kunahitajika mbegu za kiume, lakini pia inahitajika mayai. Kwa hiyo katika mazingira hayo inaweza ikajitokeza kwamba mwanamke ndio ana changamoto au mwenza wake ndio ana changamoto. Kwa hiyo katika mazingira hayo ndio yanaweza kapelekea sasa hii hali ya changamoto ya kubeba ujauzito. Aidha mbegu za kiume zina tatizo kiasi kwamba haziwezi kurutubisha na kutungisha ujauzito, lakini pia inawezekana kabisa ikatokea kwamba mwanamke ndio ana tatizo kwamba yai lake halikui wala kupevuka katika mazingira ambayo yanasababisha sasa mwanamke huyu kushindwa kupata ujauzito. Lakini kuna wengine wanajikuta kwamba wana changamoto ya tunasema zile mbegu zile zipite katika yale mazingira na kuweza kufika kule kwenye yai lenyewe. Kwa hiyo ina maana aidha kuna vivimbe au mirija imeziba au changamoto nyingine zozote zinazozuia usafirishaji wa mbegu zile hadi kufikia hatua ile. Sawa. Kwa mwanamke ambaye anajiandaa kushika ujauzito, yupo katika ndoa anajiandaa kushika ujauzito, ni vitu gani hasa inabidi azingatie? Sasa katika swala la ujauzito kuna mambo mengi sana ya kuyazingatia, kuanzia kwenye maandalizi yenyewe, sio kuchagua mwenza na kadhalika. Yote haya ni ya kuzingatia. Lakini pia tunapoingia katika masuala ya kiafya, kuna masuala mbalimbali ambayo yanatakiwa kuyazingatia, ikiwemo mtindo wake wa maisha anayoishi. Mathalan, kuna wengine wanakunywa pombe sana, wanavuta sigara sana, wanatumia labda madawa kulevya na kadhalika. Hivi vyote wanatakiwa waviache, na baadhi aidha wavipunguze kabisa ili kusaidia. Wengine wanakuta hawafanyi mazoezi, basi wanashauriwa kwamba wafanye mazoezi ili kuandaa mwili vizuri katika ubebaji wa ujauzito. Lakini wengine wanajikuta kwamba na uzito uliopitiliza au uzito mdogo sana. Kwa hiyo there should be, tunasema optimal weight, uzito ambao ni mzuri na bora katika kuweza kusaidia kwenye ujauzito kubebwa vizuri na kuendelea kukua vizuri. Haya yote ni mambo ambayo yanatakiwa kuzingatiwa kwenye upande wa mfumo wa maisha. Lakini kuna mambo mengine kama changamoto za maambukizi katika mwili wa yule mwanamke. Mathalani, baadhi ya wanawake wanakuwa na maambukizi ambayo yanaweza yakapelekea changamoto za maambukizi aidha kwa mwenza au maambukizi kwa mtoto atakayezaliwa. Kwa hiyo wenza wote wawili, mwanaume kwa mwanamke, wanatakiwa wajitahidi kujua kwamba hawana haya maambukizi ambayo yanaweza kaleta changamoto. Mathalani, kuna VVU. Hivi VVU vinaweza vikapelekea mwanamama kuhamisha maambukizi kutoka kwake kwenda kwa mtoto. Lakini pia kuna maambukizi ya virusi vya homa ya ini. Maambukizi mengineyo pia na yenyewe yanaweza yakachangia aidha
mtoto akaambukizwa au mimba zikaharibika mara kwa mara kwa sababu ya hayo maambukizi. Kwa hivi vyote ni vitu ambavyo wanatakiwa vichunguze katika upande wa maambukizi. Pia kuna masuala ya mfumo wa damu, kwa mfano magrupu ya damu, kinga zako zimekaaje. Lakini kwa nchi za wenzetu zinaendelea, wanaenda mbali zaidi na kuangalia mambo ya vinasaba, ili pia pale ambapo wenza mnavyokutana muweze kushauriana vizuri ili kujua kwamba mambo yanaendaje. Sawa Dokta, hapo umegusia pia mfumo wa maisha ama mtindo wa maisha. Tuseme umekutana na mgonjwa ambaye ana uraibu wa pombe, ambaye ni mwanamke, unaweza ukamwaminisha vipi kwamba utumiaji wake wa pombe unaweza kusababisha kutoshika mimba? Kinachojitokeza ni kwamba mtindo wa maisha kwa ujumla una athari fulani katika upevukaji wa mayai. Natumia neno mtindo wa maisha kwa ujumla kwa sababu kulingana na tafiti inaonyesha kwamba kina mama wanaotumia vitu kama sigara, madawa ya kulevya na kadhalika vinaweza vikapelekea uhafifu au udhaifu katika ubora wa mayai. Kwa hiyo ikazuia utungishwaji wa mimba. Lakini pia wakati mwingine hata baada ya kwamba mimba imekwisha kutungishwa, unakuta kwamba hawa kina mama ujauzito wao unakuwa hauendelei vile inavyotakiwa, na mtoto anaweza labda mimba ikaharibika kabla ya wakati, au ikatokea kwamba mtoto akazaliwa akiwa na uzito mdogo sana, au na changamoto nyinginezo ambazo zinaweza zikajitokeza. Kwa hivi vyote vinaweza vikaencompass. Vivyo hivyo kwa mwenza naye anapokuwa na matumizi ya hivi vitu kwa sana, yani sigara, pombe na madawa ya kulevya, vyote hivi kwa pamoja pia na vyenyewe vinaweza vikasababisha upungufu wa ubora wa mbegu za kiume, lakini pia kuchangia kushindwa kutungisha ujauzito wa mwanamke. Ndio. Vipi upande wa magonjwa ya zinaa na kushika, uhusiano wa magonjwa ya zinaa na kushika mimba? Na pia nilitamani kujua, na kama ni kweli magonjwa ya zinaa yanasababisha mwanamke kutoshika mimba, ni gonjwa gani la zinaa ambalo kwa utafiti wako au kutokana na idadi ya wagonjwa unaokutana nao ni changamoto kubwa sana inayopelekea wanawake ama watoto wa kike kutoshika mimba? Inawezekana mtu akapata magonjwa ya zinaa na akaweza kubeba ujauzito kawaida. Make yako ni mengi sana. Lakini kuna baadhi ya magonjwa ambayo yanaweza kapelekea changamoto moja kwa moja kutokuweza kushika ujauzito. Mathalani, magonjwa ya zinaa haya yanayotokea kwa kujamiana na yakasababisha maambukizi katika njia ya uzazi. Ina maana maambukizi yakaingia katika uke, yakaingia katika kizazi, hatimaye yakaenda katika mirija. Haya yote yanaweza yakapelekea changamoto katika uwezo wa kupata ujauzito kwa yule mwanamke. Na tunapoongelea swala la maambukizi kwenye via vya uzazi na kadhalika, kwa lugha ya kitaalamu inajulikana kama PID, ni kifupi cha pelvic inflammatory disease. Ni infection ambazo zimetokea, ni nyingi zinakuwa. Kuna kisonono, kuna wengine wanaita Trichomonas vaginalis, kuna Chlamydia trachomatis na kadhalika, ambayo yakikusanyika kwa pamoja yanaweza yakaenda kusababisha hiki kitu tunachoita PID. Okay. Na vipi kuhusiana na umri? Swala la umri, tunajua kwamba kuna kina mama ambao kwanza tu katika hali ya kawaida ya umri wao unakuta kwamba kuna kule nyuma kabisa ambapo bado hawajakuwa, hawajapevuka, tunasema bado hawajaingia menarche. Alafu kuna kule mbeleni kabisa ambako wanafikia hali ya kukoma hedhi ambayo tunaita menopause. Kabla ya menarche na baada ya menopause, uwezekano wa mama kubeba ujauzito unakuwa ni mdogo sana. Lakini inapotokea kwamba mama yuko ndani ya kipindi kile ambacho anaweza akabeba ujauzito, labda kuwe kuna changamoto nyingine kama zilizozitaja za mirija, za mayai kupevuka na kadhalika, na maana huyu anakuwa na uwezo wa kubeba ujauzito bila shida yoyote. Hata hivyo, kipindi ambacho tunaita ni kipindi bora kabisa cha yeye kuweza kubeba ujauzito huo
ni kati ya miaka 20 hadi 40. Japokuwa kama nilivyosema kwamba uwezekano wa kubeba ujauzito unaweza ukatokea hata kabla ya hiyo miaka 20, jasi tu baada ya kuingia kuanza kuona hedhi, yani kupevuka au kuvunja ungo wanasema. Na pia inawezekana kwamba akaenda hata mpaka miaka 45 au hata 50 au zaidi ya 50 wakati mwingine, pale tu ambapo unakuta kwamba bado hajakoma hedhi. Hapo umezungumzia swala la ukomo wa hedhi ama umri ule ambao mwanamke anakuwa hazioni tena siku zake. Kikawaida au kwa asilimia kubwa wanawake wengi wanaanzia umri gani kufikia katika kipindi hicho? Kulingana na tafiti, umri ambao unaweza ukaanza kukoma hedhi ni kati ya miaka 45 hadi 55, na wengi sana wanaangukia kwenye miaka 50 ndio wanaweza wakakoma hedhi katika kipindi hicho. Hata hivyo, kuna wengine wanaweza wakachelewa kidogo au wakawahi zaidi. Kwa mfano, mtu akakoma kati ya miaka 40 hadi 45, hiyo tunaweza tukasema huyu amepata early menopause, yani imetokea menopause mapema kabla ya wakati wake. Lakini wakati mwingine inawezekana ikatokea kwa kuchelewa sana, tunaita late menopause. Lakini wengine wanaweza wakakoma hata chini ya miaka 40. Sasa hii tunasema inawezekana ikatokea, tunaita kwa lugha ya kitaalamu au ya Kiingereza premature menopause. Na sababu kubwa ya kuita premature menopause ni kwamba si kipindi ambacho tulitarajia hedhi ikome, lakini bahati mbaya imetokea kwamba imekoma. Aidha kwa sababu gani? Sasa hapo ndo natakiwa uangalie. Kuna wengine kwa sababu ya mionzi, wengine kwa sababu ya matibabu mbalimbali, wengine basi tu imetokea alikuwa na mayai machache, alikuwa na changamoto katika ovari zake na hatimaye amekoma mapema kabla ya wakati wake. Kwa hiyo dokta, katika mwanamke anapofikia ukomo huu, ni swala yeye kushika mimba ni haliwezekani kabisa? Najua kadri teknolojia zinavyoongezeka, kuna vitu huwa vinaongezeka na kubadilika. Kuna swala la kushika ujauzito na kuna swala la kuweza kushika ujauzito katika mazingira ya kawaida. Ikitokea mtu amekoma hedhi, inaonekana kwamba uwezekano wa kubeba ujauzito katika mazingira ya kawaida unakuwa haupo. Tukishajiridhisha tu kwamba huyo amefikia hiyo tunaita menopause, katika mazingira ya kawaida ule uwezekano unakuwa haupo. Lakini kwa sababu kuna maendeleo ya sayansi na teknolojia, kuna namna ambavyo huyu mama anaweza akashika ujauzito. Kuna wengine, kwa mfano nchi zilizoendelea, wengine wanaamua kutoa mayai yao na kwenda kuyahifadhi. Wanahifadhi katika vituo maalum na namna bora zaidi. Alafu anakuja kubeba ujauzito kipindi atakapoona inafaa. Kwa hiyo atasubiria hata miaka 50 au 60, na sasa hiki ndio kipindi nafikiri mimi ndio sahihi cha kubeba ujauzito. Kwa hiyo anafanyiwa taratibu zile za kuandaliwa na hatimaye anapandikiziwa ujauzito. Kwa huku nchi zinazoendelea ndio kwanza hili swala la kupandikiza sasa ndio linaendelea kupamba moto kidogo kidogo, ili sasa kuweza kwamba kwa wale kina mama ambao hawawezi kushika ujauzito katika mazingira ya kawaida, basi waweze kufanyiwa hizo IVF au aina nyinginezo za upandikizaji, ili kuhakikisha kwamba mama huyu anapata ujauzito na kuwa na mtoto na hatimaye anaendelea vizuri. Sawa. Lakini pia turudi sasa kwenye swala la hisia. Mwanamke anapofikia ukomo wa hedhi anakuwa na hisia za mapenzi? Sasa inategemea, kwa sababu hisia zinaambatana na mambo mengi sana. Ninapoongelea mambo mengi ni kwamba kuna masuala ya kihisia yenyewe, yani saikolojia, lakini kuna masuala ya kibiolojia. Ni ukweli kwamba mtu anapofikia kipindi kile cha kukoma hedhi, kuna homoni ambazo ndio zilizo hasa zinazomfanya ajisikie kwamba yeye ni mwanamke, huwa zinapungua. Haziishi kabisa, lakini zinapungua sana, hivyo kupelekea maudhi madogo madogo, yeye mwenyewe kujisikia vibaya. Kama ni matiti anapungua ukubwa, uke unakuwa mkavu na vitu mbalimbali vya aina hiyo, ambao sasa hivi
ukivichanganya kwamba unakuwa mkavu kwa anapata maumivu, anakuwa na ile hali kwamba hataki kushiriki kwa sababu sana anapata maumivu, kwani ashiriki. Lakini kuna wengine unakuta kwamba zile hisia zao za kisaikolojia bado zinawaruhusu kuhitaji yale mahitaji, kwa hata akiwa mkavu anatafuta mbinu mbadala za kumfanya asiwe mkavu. Kuna baadhi ya dawa anaweza akatumia au vilainishi na kadhalika, vikamsaidia kuweza kuendelea na kuenjoy maisha yake bila tatizo lolote. Hata hivyo, kuna wengine pia tunakutana nao ni hata hawajakoma hedhi, wako chini ya miaka 40 lakini wameshapoteza zile hisia. Yote haya ni kwa sababu kuna mambo mengi yanayoambatana na hisia hii ya kufanya mapenzi. Sasa huko mtaani kuna tetesi tunazisikia kwamba mwanamke anapofika katika menopause, maumbile yake yanarudi yanakuwa kama ya ujana. Je, kuna ukweli wowote katika hilo? Kinachojitokeza tu ni kwamba baada ya kufikia menopause kuna vitu vinapungua, kama nilivyokuambia kwamba hata matiti yanapungua, vitu mbalimbali vinapungua kwa sababu ile function yake, kazi yake inakuwa kama inaondoka vile. Kazi yake si kwa ajili ya kushiriki tu, ile kuona na kutokuona hedhi, kitu kikubwa kinachofanyika pale ni kwa ajili ya maandalizi ya kuweza kubeba ujauzito na kulea mtoto. Haya mambo ya kuona hedhi, ndio maana unakuta kama mtu hahitaji mtoto, kizazi pia hana kazi nacho. Lakini hizi ovary ambazo ndio sasa zinazotoa zile homoni za kike zinasaidia katika kumfanya yule mwanamke ajisikie vizuri. Sasa wakati wa kukoma hedhi, hizi ovary ndio zinazokoma, kwa hiyo zinaanza sasa kufanya yale mambo yanahusika na mambo ya uzazi kuanza kupungua kwa sababu hayana kazi tena inayohitajika katika mazingira hayo. Kwa kweli inawezekana kapungua, lakini pia tunajua kwamba uteute ule unapungua pia. Kwa hiyo jasi mwingine anaweza kasifia kwamba maumbile yamerudi vizuri, kumbe ni kwa sababu ya ukavu, kwamba uteute ule umepungua mno kiasi kwamba ile friction inakuwa kubwa zaidi. Mtu anahisi kwamba sasa hapa ndo pamekuwa pazuri zaidi, kumbe mwenzako wakati mwingine anaweza kaa anaumia. Kwa ni vyema yote haya kuyazingatia na kuyafuatilia. Sawa. Kwa uchache, unafikiri ni vitu gani muhimu jamii inapaswa kuelewa kuhusiana na issue zima ya menopause? Issue inayotakiwa kueleweka ni kwamba wanawake wanapoingia menopause wanapitia mabadiliko mbalimbali katika miili yao. Kwa hiyo wanahitaji sapoti kubwa kutoka kwa jamii ya kisaikolojia na kadhalika, kwa sababu yale mabadiliko yanayopitia wakati mwingine yanakuwa ni magumu sana. Mwingine anaweza kama amekaa tu hivi, tena umewasha AC na kila kitu, lakini ghafla anakwambia amesikia fukuto kali sana la joto, alafu baada ya muda anaona limeshuka tena chini. Kwa hiyo haya yote ni mambo ambayo ninyi mnahisi baridi, mwenzenu anahisi joto. Ninyi mnasikia joto, mwenzenu anahisi baridi. Haya, wakati mwingine alikuwa na ngozi yake laini, sasa inaanza kukunjamana kwa sababu ya menopause na mambo mengine aina hiyo. Na kuna wengine ambao wanaingia menopause wakati bado wanahitaji kuwa na watoto. Kwa jamii kwa ujumla ielewe kwamba ni kipindi ambacho lazima kifike, kwa sababu ndio wakati wake. Bahati mbaya tu ni kwamba kuna wengine wanaweza kawahi sana. Kwa kujiandaa pia kisaikolojia kwamba kipindi hicho kitakapofika kuna dalili mbalimbali watakazozipitia, lakini kuna changamoto nyinginezo pia watakazopitia, kwa wajiandae nazo ili sasa ikifika wakati huo wawe wameshajipanga. Sawa, asante sana Dokta. Nafikiri kwa upande huu wa jinsia ya kike tumepata ambacho tulitamani kukipata.